Jahazi TV. Walioandikishwa 2020 ambao wamo katika daftari la kudumu la wapiga kura walikuwa 566,352. Walioandikishwa awamu ya kwanza mwaka 2023 walikuwa 57,883. Walioandikishwa 2025 walikuwa 101,641. Na kama unavyojua, baada ya uandikishaji kulitokea swala zima la kuna wananchi walikata rufaa ya taarifa zao kutokuchukuliwa sahihi au kutokupatikana katika daftari, na wakatangaziwa rasmi ni wajitokeze kuja kuandikishwa, na jumla watu 6 waliandikishwa kwa pingamizi iliyowekwa baada ya uandikishaji kumaliza. Kwa hiyo jumla sasa tukapata kabla ya kuwafuta walikuwa 725,882. Lakini kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, waliopoteza sifa katika awamu zote mbili tulizoziweka katika display zetu katika ngazi ya vituo na ngazi za wilaya, hivi sasa ambao wamefutwa rasmi ni 8,325. Sasa jumla ya wapiga kura 2025 kama walivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti ni 717,557. Kati ya hao 53% ni wanawake na 47% ni wanaume, ambapo 378,334 ni wanawake, 339,223 ni wanaume. Ndugu wanasemina, wapiga kura kwa kuzingatia umri, kati ya hao wapiga kura wenye umri wa miaka 18 hadi 35 ni 326,304 sawa na 45%. Lakini wapiga kura wenye umri wa miaka 36 hadi 59 ni 3,986 sawa na 42%. Na wapiga kura waliokuwa zaidi ya miaka 59 ni 90,267 sawa na 13%. Hili ndio daftari letu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba vyama vya siasa huu ndio mtaji wenu. Kwa hiyo mtaji wao namna gani ya kuweza kuwafikia wananchi katika kwa kampeni ili waweze kuwapigia katika maeneo haya mbalimbali. Imani yangu kwamba taarifa hizi nazo zitawasaidia pia kujua kwamba unarika gani la kuweza kupambana nalo ili kuona kwamba uchaguzi huo unashinda. Tume imeidhinisha kutumia eneo moja la kupiga kura ya mapema kwa kila jimbo, hivyo utakuwa na maeneo 50, Unguja 32 na Pemba 18 ya kupiga kura ya mapema kwa Zanzibar nzima. Aidha, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imeidhinisha matumizi ya vituo vya kupiga kura kwa maana ya polling station 1752. Unguja ni vituo 1294 na Pemba ni vituo 458 kwa ajili ya upigaji wa kura ya tarehe 29 Oktoba 2025. Angalizo, maeneo 50 ya kupiga kura mapema yaliyotengwa ndani yake utakuwa na vituo 407 kwa shehia zote na ziada, kwa maana kwamba tunafahamu kuna shehia zote ziko 388, lakini vituo vya kupiga kura viko 407, ndio ambavyo nasema kwamba na ziada ya shehia. Kwa hiyo kwa mfano unapokwenda Ubago kana vituo zaidi ya kutokana na masafa yake, kuna vituo zaidi ya shehia na vituo zaidi ya 100. Hapo pia eneo la Tunguu, eneo la Pemba mkoani na kadhalika, kuna maeneo kama hayo yanafikisha idadi ya senta kwa ajili ya upigishaji wa kura 407 kwa shehia zote na ziada kama nilivyokwisha kueleza. Lakini pia kila chama kilichosimamisha mgombea kina wajibu wa kuleta wakala katika vituo hivyo vyote ambavyo tumevitaja. Tutapeana maelekezo rasmi katika ngazi za wilaya juu ya upokeaji wa mawakala katika kila shehia ili kugundua udanganyifu. Yaani vituo hivi ambavyo tumevitaja 50 kwa maana vinanyambulika mpaka vituo 407 ni zile shehia ambazo sisi kama wananchi tulikuwa tunakwenda kujiandikisha kupiga kura katika zoezi lote lilofanyika awamu ya kwanza na awamu ya pili. Jahazi TV.